Haya, pambano letu leo linakwenda kuendelea. Tukafahamu kujua nini ambacho kitajiri. Msikilizaji, kumbuka tuko tuna pambano lingine ambalo linataka kutuonyesha nani ni mkali kati ya Ryan na bibi Aima. Endelea kunisikiliza ili tujue kama utabiri wako ulikuwa sawa. Msikilizaji, usahau kwamba Mr. Aziz bwana amerudi kwa ajili ya mke wake Dana. Dana mwenyewe hajui kama mume karudi, wakati huo Ryan kajiachia kweli kweli. Sijui itakuwaje, sijui itakuwa vipi. Msikilizaji, karibu sana. Hii ni sehemu ya 19 ya simulizi zetu ya binti yetu anakwenda kwa jina la Aima. Hapa ni simulizi zetu media, ndiko safi kutoka kwa Sam Dafur na mimi ambaye unanisikia hapa. Jina langu naitwa Tutu. Usiache kusubscribe channel yetu, lakini kama umesha subscribe make sure turn on notification, lakini pia usiache kulike, kushare bila kusahau kuandika comment yako hapo. Tunapatikana pia kwenye group letu la WhatsApp kwa ajili ya simulizi na story kadha wa kadha kwa ajili ya mahitaji ya simulizi, lakini pia story mbalimbali ambazo zako tuko pale kwa ajili ya kuchambua kila simulizi ambayo inakuwa inaendelea hapa ndani. Karibu ili ujumuike pamoja na sisi. Tuma ujumbe kwa ajili ya kuungwa kwenye namba ya simu 0757567253 na moja kwa moja basi utakuja kwenye familia kubwa ya wapenda simulizi. Sasa tunaendelea. Basi tunaambia kwamba muda ambao watu walikuwa wanausubiria kwa hamu kubwa kama ilivyo wewe msikilizaji, sasa ulikuwa umefika. Muda ambao watu walitaka kuona nini ambacho kingeenda kutokea katika jukwaa ulikuwa umetia nanga. Majaji walikuwa jukwani wakipanga vitu vyao, huku muziki ukisikika. DJ kuacha kuzirusha kopo juu ya kopo. Ngoma baada ya ngoma zilichezwa na watu mbalimbali ambao walikuwa wakisubiri muda ama show ambayo inaenda kuleta maajabu makubwa sana leo. Basi siku hii ilikuwa ni kama sikukuu. Watu walijiachia mno. Pombe zilikuwa zinanyweka kupita kiasi. Nyama zililiwa, yani zililiwa mno. Na wenye kupenda juisi pia walikunywa juisi. Wale ambao walikuwa wanapenda maji hawakuacha kunywa. Wasichana ambao walisifika kwa ajili ya viuno bila mfupa hawakuacha kuonyesha jinsi gani Mungu anajua katika uumbaji. Walionyesha kile ambacho walikuwa wamefunzwa na mama yao, na wanaume hawakuacha kuwabambia. Ungeona baadhi yao wakiingiza mikono mfukoni, wakipandisha juu, wakificha mali zisijulikane kama kwamba minara ilikuwa imesoma. Basi Aima kama ilivyokuwa kawaida yake, nidhamu katika kitu ambacho anakifanya, aliweka mbele sana. Muda wote ambao alikuwa katika eneo lote alikuwa akifanya hivi pia, na leo alikuwa amewahi kabisa licha kuwa na wasiwasi katika swala la ushindi, lakini alikuta ukumbi ukiwa umefurika mno. Idadi ya watu iliongezeka tofauti na vile ambavyo alitegemea na kudhani kwamba uji wake labda leo watu wasingekuja. Tunakumbuka mara ya mwisho alikuwa amekasirika, lakini mashabiki walikasirika, lakini hapana, ukumbi umeitika. Basi uji wake ulimfikia MC Kago kama ilivyo kawaida. As I told you before kwamba ikifika mida ya saa 6 usiku ndo muda ambao show yetu italipuka, si ndio? Tupo katika kuanza ngwe ya pili ya mwaka. Tupo katika kufanikisha swala hili wakuu mabibi na mabwana. Naomba niwaambie kwamba duniani kwa hivi sasa kuna msichana mmoja tu ambaye anafanya vizuri katika upande wa music. Naomba nimtambulishe kwenu. Fatiha tayari amefika katika uwanja huu. DJ, fanya kazi yako. Basi kama ilivyokuwa kawaida, sauti ya MC Kago ilimtambulisha Aima kwa mashabiki zake ambao walikuwa wamefika katika eneo lile. Mara baada ya sauti yake kuzama, nini kifuatia ilikuwa ni wananchi na mashabiki kuanza kuimba wimbo wa Kitulize. Kila mmoja aliimba. Wenye jeuri ya pesa walirusha pesa juu kushangilia wakimtaka msanii kupanda jukwani. Vumbi ambalo lilikuwa imetimuliwa siku hii kwa si ya kitoto. Nyasi za uwanjani zilisagwa leo. Hakika mashabiki walikuwa wamepagaa kuliko. Wakati mashabiki wa ndani wa kila burudani kupitiliza, nje ziliingia gari 10 zikiwa katika msafara kama rais, huku ving'ora vikisikika. Mabaunza kama 20 hivi ambao walijifunga na kuvaa kama kiusalama walikuwa wanakimbiza gari. Hakuna mwingine bali alikuwa anaingia sasa hivi alikuwa ni Ryan. Yeye pamoja na timu yake walikuwa akiingia katika ukumbi huu ama katika eneo hili kwa mbwembwe sana. Walikuwa na uhakika na kila kitu. Walikuwa na jiamini kwa asilimia zote kwamba hakuna ambacho kingeshindikana leo kutokana na utaalamu wa mganga na maandalizi yao. Basi ujio wa Ryan ulimfikia MC Kago ambaye pia alipanda katika jukwaa na kushika kipaza. Alimtaka DJ kushusha sauti ya muziki, lakini baadaye akasema kwamba kama unamkubali Ryan, weka mkono juu ya paji na kisha toa salute huko kitaji jina lake, yani Ryan. Basi sauti ilipenya kwa kila sikio la mashabiki ambao walikuwa wanamkubali kuliko Ryan. Nini tena kifuate ikiwa mashabiki wapo pale kwa lengo la kuongozwa na kile ambacho kilikuwa kinasemwa pamoja na MC Kago. Mashabiki walifanya kile ambacho walikuwa wameambiwa. Masauti yao ilipenya hadi sehemu ambayo Aima alikuwa amekaa. Sasa wamekuja na gari siku kama 10 hivi. Kamila alikuwa
anazungumza akiwa na wasiwasi. Hata kama ungekuja na meli, lakini hakuna mtu ambaye atashinda. Alijibu Fatia akiwa amechukia hivi, niamini mimi na kwenda kuimba jukwani. Aima alijibu akiwa anajifunga kitambaa kichwani awe katika muonekano mzuri. Kuna nyimbo gani hapo Aima? 3. Ipi na ipi? Yanta nitakusubiri na Live Forever Kevo. Kevo tena. Hapa anaondoa bwana. No, we do it for him. We do it for the lover. Tukufanya siku ile. No bwana, mimi sikubaliana na wewe Kamila. Umesahau last time. Ni kweli Fatia, nilikosea kuimba, lakini sidhani kama sasa hivi nitafanya hivyo. But imba zile ambazo watu wanazijua basi. Ukileta ujuaji mwingi unajua utakosa kila kitu Fatia. Ebu mimi sidhani kama ni sahihi. Hivi kwa nini nisiweke basi usiweke hata nitulize. Hivi kwa nini huniamini? Hapana Aima, lakini kuna muda mwingine unapaswa pia kutusikiza sisi. Bwana mimi naimba kuhusu Kevo. Hata kama nitashindwa pote. Kwanza hii dunia tunapita, whatever. Nikifa bila ni kufanikiwa it's okay. Na hata kama nikifanikiwa itabadilisha jina langu, lakini natakiwa kumwimbia Kevo. Lazima nilishindwa siku ile lakini leo natakiwa kuimba. Basi kichokuwa akitakiwi na akina Kamila nilikuwa na Aima anaimba wimbo ambao mwanzo uliokosea ushindi. Kwao ilikuwa kuna orodha nyingine kabisa ya nyimbo, lakini Aima hakuwa tayari. Basi walirumbana kwa muda mrefu na mwafaka ilikuwa ni hivyo. Wakati wimbo huo ukiimbwa, Kamila alisema kwamba ataondoka ili kupisha aibu ambayo itatokea, lakini Aima hakujali hilo. Mwisho siku Kamila alipeleka nyimbo kwa DJ na Aima akarudi kuongea na kina Mama Alma pamoja na Mama Kevo ambao walikuwa wamekaa mbali. Nikajua amekuja na Maris. Akasema anakuja kuna kitu nakamilisha. Okay sawa. Muda wa mimi kupanda jukwani umefika. Usisahau dua mwanangu. Alisema Mama Kevo. Sawa mama. Nakuaminia dada yangu. Okay, usijali tunashinda. Mimi dua yangu unajua Aima. Much love Mama Rian. Ukishinda kuna ndoa usisahau. Kamila bwana. Basi wakati upande wa Aima ukiwa hivi, upande wa Rian alikuwa amekaa na timu yake backstage wakipanga mabomu kwa ajili ya kulipua jukwaa. Walikuwa tayari kwa kutetea ushindi wao ambao waliupata miezi 6 ambayo imepita. So kama ambavyo tumekubaliana, si ndio? Alisema Rian akimtazama Mama Melissa. Ndio, mimi tunguli langu ile hapa. Mama Melissa alizungumza akitingisha tunguli kidogo kama sehemu ya kujaribu mitambo. Kitendo hiki kilifanya shangwe jingi kuibuka kwa mashabiki. Huyu mganga kiboko aise. Alizungumza Rian akiweka tabasamu kutokana na tunguli hili kujibu haraka sana. Ushindi wao uliona mwepesi. Vipi kila kitu kipo sawa? Ndio Rian, nasubiri tu muda ufike mambo yaende vizuri. Melissa yuko wapi? Yuko pale anaongea na Haris. Mama Melissa alizungumza akimwonyesha kidole sehemu ambako Melissa alikuwepo. Basi Haris na Melissa waliamua kujitenga kidogo kujadili mambo yao kutokana na wao kuwa na mpango mwingine kabisa. Umeelewa alisema muda gani? Jamani, mbona mmekaa mbali? Rian aliingilia mazungumzo. No, tumeamua tu kuna vitu tunaongea. Vipi? Ameandaa mama kila kitu. Na Isla je kama kawaida. Lakini si uhakika, Rian aliuliza. Basi wakati wanaongea kulikuwa na Lina ambaye alikuwa anasikia nini ambacho alikuwa anaongea. Kina Moli alikuwa ameingia katika eneo hili na kukaa backstage. Ruksa ilipatikana wakiwa kama timu Aima mara baada ya Lina kusikia kile ambacho alikuwa anaongea, haraka kapiga hatua sehemu ambako Moli alikuwa amesimama. Mama Melissa ndo kila kitu. Muda wa kusubiri umeisha, muda wa burudani umeingia. Ni muda huu, light on and light off. Mabibi na mabwana, karibuni katika show za kiume, karibuni katika show za kike, karibuni katika show za kibabe, karibuni katika uwanja wa burudani, karibuni katika kushuhudia nani ataibuka kuwa mshindi, karibuni katika kushuhudia nani ambaye atabeba milioni 200 usiku wa leo. Mimi naitwa MC Kago kutoka Mawenzi. Niko hapa kuhakikisha kwamba show leo haitoenda ovyo. Basi ilikuwa ni sauti ya MC Kago ambaye aliingia na kuingilia mazungumzo ambayo alikuwa yanazungumza na watu pembeni. Umakini sasa ulipatikana na sauti ya MC Kago ikatawala uwanja mzima. Waliokuwa nje walitazama hili tukio kupitia runinga, katamani wawe ndani. Wale ambao walikuwa majumbani pia wakiwa katika pub maeneo tofauti walitamani wangepata nafasi kidogo tu kununua tiketi wao uwanjani pia, lakini ndio hivyo washachelewa, uwanja ulikuwa umefurika. Wanasema ladies first, na kumbukumbu inaniambia kwamba kwa mara ya mwisho mtu ambaye alikuwa kwanza kupanda katika jukwaa hili alikuwa ni Rian ambaye aliibuka mshindi, na leo mtu wa kwanza atakuwa ni Fatia. Swali, je, ataibuka mshindi? Mimi na wewe hatujui, lakini shangwe lako ndilo ambalo litafanya majaji kutoa matokeo sahihi. Ladies and gentlemen, nimekabidhiwa idhini ya kumleta mrembo ambaye ana tuzo 5 katika mkono wake. Tuzo ya msanii bora kike, msanii bora chipukizi, wimbo bora wa dance, wimbo bora wa mwaka na tuzo ya mwaka huu. Huyu si mwingine bali ni mrembo ambaye anashikilia rekodi mbalimbali. Aliingia katika muziki kama masiara huko akishika mkono na rafiki yake, lakini leo hii rafiki yake anamtazama kama shabiki yake namba 1. Naomba taa zizimwe, macho kwenye stage. Alafu karibuni kushuhudia bonge moja la move kutoka kwa Fatiha. Kago aliweka kituo.
Sauti yake ilipotoweka, mwanga ulipotea, uwanja ukatawaliwa giza. Watoto walipiga kimya cha muda wakitazama katika stage kushuhudia nini ambacho kitaendelea. Dakika moja ya kimya ilipita. Upande ambao mashabiki walikuwa nakaa kulitokea mwanga wa kijani na mweupe, na baadaye alionekana mwanamke mwenye mimba akiwa amebeba begi akitoka ndani. Kwa haraka haraka wakapeleka macho, wote wakatambua kwamba mwanamke yule hakuwa mwingine bali ni Aima, lakini kweli hakuwa yeye. Umakini kwa mrembo yule sasa, na wote wakaacha kutazama katika stage, wakapeleka macho kwenye jukwaa. Kimya kikatawala kabla ya mwanaume ambaye alikuwa amevaa combat za kijeshi kujitokeza akiwa na silaha, na kisha sauti ya mwanaume huyu ilisikika: naenda kulipambania taifa kipenzi. Mwanaume alipiga hatua alipokuwa mwanamke yule, na kisha alichuchumana kuweka mkono wake katika tumbo la mwanamke huyu, afu akaendelea kuzungumza: ukijifungua wa kiume muite Abdul, kama akiwa kike muite Meradil. Utamwambia babako nakupenda na kumwacha sijapenda, ila nimekwenda vitani. Mwanamke akiwa ni mwenye kuwa na machozi alimtazama mume wake, na kisha alimuona na kumkabidhi begi. Kwa sauti ya upole akamwambia sawa baba, tasubiri. Basi baada ya sauti hii kukoma, linatokea basi la kijeshi ambalo lilionekana wanaume kadhaa, na kisha wanaume wanapanda na kuondoka katika eneo lile. Mwanamke anakimbilia gari akidondosha machozi. Mume wake naye anamtazama mwanamke huyu akiwa anatoka na machozi kupitiliza. Unaonekana ni kama watu ambao wanaumizwa na umbali ambao unaenda kutokea baina yao. Mashabiki wanashindwa kuvumilia. Machozi yanaanza kuwatoka. Wengi wao wanaungana na machozi yule mwanamke. Mwanga unafifia, mandhari yanabadilika, mwanga wa blue unarudi, anatokea Aima akiwa na kipaza sauti, anaita DJ. Kufifia kwa sauti unapiga wimbo wa nitakusubiri. Mashabiki watake nini kingine kama si kuimba kwa pamoja? Wale walikuwa na machozi sasa walibadilika kabisa. Walianza kuungana na Aima ambaye mpaka mwisho mashabiki hawakutaka kabisa Aima ondoka, taka arudie wimbo, na alifanya hivyo, akarudia tena na tena. Jambo hili lilifanya hadi majaji wawili kati ya watatu wasimame kupiga makofi. Dakika 20 zilitosha kwa Aima kutoa utumbuizaji wa kimataifa. Mbele yake kulikuwa na majaji watatu ambao walikuwa na sura tofauti na mwanzo. Alimtazama mmoja mpaka mwingine, na kwa makini wakasikiliza. Kwa nini umetumia mwanamke mwenye mimba? Kuwa na mimba ni rafiki yangu anaitwa Fatia, so idea ya wimbo itaka ni perform namna ile. Sina la zaidi, wewe ni best performer ever. Sije kuona labda huko mbele, nakupa 100 kwa 100. Asante. Jaji wa pili akauliza, ukiachana na kuwa Marekani ulizaliwa nchi gani nyingine? Mimi ni Mtanzania. Hongera sana, umeitendea haki kabisa kazi yako. Nategemea hata mwenzako atakuwa na ubunifu kama huu. Hongera sana, nakupa 100 kwa 100. Aima kajibu asante. Jaji watatu akasema, nilipoona wenzangu wamesimama nilitamani mimi nifanye hivyo, lakini nijizuia, sijui kwa nini, lakini hongera, wewe ni sehemu ya ubunifu kubwa sana, nakupa 100 kwa 100. Aima akashukuru. Basi baada ya Aima kuondoka katika jukwaa, kichofuata ilikuwa ni zamu ya MC Kago kupanda jukwani kumuita Rihanna. This is a time for the king, the time for the lion, the time for Mr. Loverman, na mabibi na mabwana. Nisiwe mwongo, kama akitokea mtu ambaye ameweza kufanya vizuri mwaka kumpita huyu jamaa, basi niko pale, mniite na mleta kwenu. Jini, simba dume, muindaji, anaitwa MC Gago. Akutaka taka kumalizia, mashabiki wenyewe wakawa wanamalizia jina la Rihanna, na mwisho alipanda juu. Kupanda stage katika jukwaa kulifanya kuibuka kwa shangwe si la kitoto. Mashabiki waliimba mno. Wimbo kujoza ulikuwa ni mkubwa mno, kwa hivyo kila alivyoimba ndivyo ambavyo wananchi walikuwa wanampongeza. Uwanja mzima ulipokea shangwe mpaka anamaliza kuimba. Ilikuwa bado za sauti za mashabiki zikiendelea kusikika. Basi jaji namba 1 akamuuliza, ulitumia muda gani kujiandaa kwa show? Rihanna akasema kila siku kabla pambano. Jaji akasema, I don't see you for this. Umeperform vibaya sana. I'm sorry kama nitakuwa nimekudisappoint, lakini huu ndio ukweli. Umeimba vibaya, mimi nitakupa 30 kwa 100. Jaji namba 2 akasema, sometimes msanii huwa anapitwa na ukubwa wa wimbo. Nakubaliana na mimi? Rihanna akasema, inatokea lakini sio kwangu. Jaji akasema, okay, umekubali huu wimbo pia ukupaswa pia kuperform vile ambavyo ilitakiwa. Mimi nakupa 50 kwa 100. Jaji namba 3 akasema, mimi sina muda maswali kama wenzangu, nakupa tu 40 kwa 100. Kutokana na kura za majaji ni kwamba Rihanna alikuwa na kura 120 huku Aima akiwa na kura 300 kutoka kwa majaji wote 3. Kwa mantiki ni kwamba Aima alikuwa mbele kwa kura 180, kitu ambacho kilimhitaji Rihanna kuzidisha madoido wakati ujao ili aweze kumpita. Basi sasa tunatoka pale, ni upande wa pili ambako tutarudi jamani jukwani. Tunamuona Mama Harris ambaye yuko hapa pamoja na Jacob bila shaka.
kwa nini umeamua kuuza nyakati za usiku? Ilikuwa ni swali ambalo aliuliza Jacob akiwa amesimama na mama Harris nje ya jengo la ofisi ya Harris. Wakati show inaendelea uwanja wa Jamhuri, Harris yeye aliamua kufunga uzazi kwa mtoto wake. Si atakuwa uwanjani? Basi siku hii kwa upande wake alikuwa na mwanasheria wake wakiuza kampuni pamoja na nyumba yake kama ambavyo alikuwa mpanga. Kwani kuna muda maalum mimi kuuza mali zangu? Hapana, ila tu ni usiku. Nimeamua tu. Okay, lakini samani mama, ilikuwa ni sauti ya mmoja wa watu ambao walikuwa wanasimamia ununuzi wa ile nyumba. Sauti iliingilia mazungumzo. Kijana mtanashati ambaye alikuwa amevaa shati na suti alimtazama Mama Harris kwa sekunde na kisha akarudisha macho kwa Jacob. Kijana alimtazama Mama Harris ambaye alimtazama Jacob pia kabla ya kurudisha macho kwake, akamuuliza, bila samani, vipi naweza kusaidia? Nilitaka uje saini hapa, yani wewe pamoja na mwanasheria wako. Sawa, hamna shida. Kwanza linunue iko wapi? Mama Harris anauliza akitupa macho upande wa pili ambako kwa kumesimama watu kama 10 hivi. Na mmoja alikuwa ameegesha gari. Yule ambaye unamwona amevaa suti nyeupe, kijana aliuliza. Basi Mama Harris alimtazama kijana yule ambaye alikuwa ameegemea gari. Kimuonekano alikuwa ni mtu ambaye hakuwa na cheko la dagaa. Aliamua kupiga hatua kumfikia yule kijana akiwa ameongozana na mwanasheria wake, yani Jacobo. Baada ya kufika kuna ambacho kilisubiriwa, vitu vyote vilikuwa chini mwanaume huyu, ambapo hakutaka mambo mengi, pia aliondoka katika eneo lile akiwa na furaha mno. Wakati Mama Harris akiuza mali zake, ndo ulikuwa muda ambao watu walikuwa kila burudani. Alijua watu Harris atakuwa kule hata waanza kusanuka muda huu. Basi watu walikuwa kipata chakula ya ubongo. Umati wa watu wanjani waliendelea kula ngoma mbalimbali kutoka kwa DJ ambaye alihakikisha kwamba watu hawa wanalisakata rumba kweli kweli, na kiu ya burudani leo lazima itawaisha. Yes, bwana, ukisikia aliyekuwa mbele kwenye marathon kiatu kimekatika, basi ndo hapa ise. Na ndo ni muda huu wa kula burudani, muda wa kushuhudia maajabu yakitendeka. Kwa raundi ya kwanza tumemshuhudia kwamba Ryan amedondokea za kichwa. Je, what's next katika raundi inayofuata? Sasa ngoja nikusanue. Kama umeishiwa nyama, hakikisha kwamba unapata nyama yako, na kama hauna chochote kile, basi hakikisha kwamba unawaka. Lakini before that, mabibi na mabwana, kutoka katika mikono ya DJ, naambiwa kwamba ni muda wa kumleta mnyama mkali. Simba alikosa nyama katika raundi iliyopita, na mleta kwenu mwanaume wa kazi, na mleta kwenu Ryan katika jukwaa, ajiandae kupata burudani. Alikuwa ni MC Kago ambaye aliweka watu makini kabla ya taa kuzimwa. Kuzimwa kwa taa hizi kulifanya kimya kitawale maeneo yote. Watu wakapeleka macho katika jukwaa na kuamini kwamba Ryan angetokea katika jukwaa kama ilivyokuwa kawaida. Lakini haikuwa hivyo. Kwanza tusikika sauti ya mwanamke, na hii ilikuwa haina tofauti kabisa na Aima. Sauti kana nasema, Ryan, kwa nini niacha? I miss you babe. Nimekuwa mpweke katika dunia hii ambayo naishi vibaya. Yani mpaka sielewi. Kwa nini uelewe ambavyo nasema nakupenda, nataka kuishi na wewe Ryan? Kwa nini? Tafadhali hebu nielewe. Niko tayari kuolewa na wewe. Sauti inapotea, mwanga hafifu unaonekana katika jukwaa. Watu wanashangilia kwa miruzi, majaji wanakaa kutazama vizuri. Kimya kinapita, mwanga unatoweka, sauti inasikika. Unakumbuka shuka kushakucha? Aima, nao mimi so type yako. Niache nile maisha, it's too late. Pambana na maisha yako. Hii ni sauti ya Ryan na kila mmoja anatega macho vizuri, lakini hakuna ambaye anamuona Ryan. Juu ya anga unatokea mwanga wenye rangi 7 ambapo upo kama upinde wa mvua, na kisha unatoa katikati ya uwanja ambapo sasa anaonekana mwanaume akiwa anakimbia kwa kasi huku mwanga ukiwa unamfuata. Watu wanasogea pembeni wakitengeneza njia ili mtu yule aweze kupita. Hatua zake zinamfikisha hadi kwenye eneo la goli la pili. Mwanga unajitawanya na jukwaa linaonekana huku kukiwa na Ryan, afu pembeni yake kuna mwanamke ambaye analia akiwa mjinamia. Mwanamke anapigwa na mwanga, anainua kichwa chake, sura yake kamili inaonekana. Mwanamke ambaye mfanana na Aima anaonekana. Ryan anapiga hatua hadi sehemu ambayo kulikuwa na kipaza sauti, na kisha anaokota na kusema, leo nataka niwaambie kwa nini niliandika wimbo unaitwa Miss You. Ilikuwa hivi, kuna siku nimekaa zangu, mara ghafla simu inaingia message, kuja kucheka na kukuta namba ngeni. So ikabidi nisome message ile, nikakuta maneno haya. Ryan anakaa kimya kidogo na kutoa simu yake, anaendelea, my boo, my heartbeat, kipenzi cha moyo wangu, sidhani kama nitapata mwanaume ambaye nitakupenda kama wewe. Ulikuwa unaniweza Ryan, ulikuwa unanifanya nijihisi na furaha. I miss you, that's why nimegoma hata kuelewa kwa ajili yako. Nategemea kwamba ukishinda litamasha utakuja kunioa. Ryan anakaa kimya kidogo, anaendelea, leo namuoa hata kabla ya huo ushindi. Mashabiki wanaangusha bonge moja la shangwe. Anatokea mwanamke mwingine ambaye alikuwa na shela mkononi. Mwanamke anapiga hatua hadi sehemu ambayo msichana kama Aima alikuwepo, kisha mwanga unafifia kama dakika 2 hivi. Kimya kinashika, hata mwanga unarudi tena. Mwanamke alikuwa na shera haonekani. Mwanamke ambaye alikuwa kama Aima anaonekana akiwa ndani ya shera, huku mkononi akiwa na red rose. Mwanga unasafiri hadi sehemu ambako Ryan alikuwa amesimama, anaonekana akiwa amevaa suti, na upande wa pili anatokea mwanaume ambaye alikuwa amevaa nguo za kiuchungaji akiwa na
kitabu mkononi. Anapiga hatua hadi karibu na mrembo, anamshika mkono, anasogea naye hadi alipokuwa Rian na kisha anamsimamisha kwa pembeni. Rian anapiga magoti na kisha ni ishara kwamba yuko tayari kumvisha pete mrembo huyu. Mchungaji anaamrisha kiapo cha sauti ya Rian na inasikika ikisema, naitwa. Basi mashabiki wanaitikia Rian. Basi uwanja mzima unapiga shangwe la kufa. Wachezaji mbalimbali wanapanda jukwani, wimbo wa Miss You unapigwa. Wale ambao walimchukulia Rian kama mtu wa kawaida walionekana ama walionyeshwa namna gani show inatakiwa kufanywa. Alikuwa na utumbuizaji wa aina yake leo. Watu waliimba, watu walilia wakimfanisha Rian na wasanii tofauti tofauti. Meza kuu ya majaji ambao walikuwa wametoka kumkashifu Rian kwa utumbuizaji wake safari hii walisimama na kila mmoja alipiga makofi akimaanisha kwamba kile ambacho kinaendelea kilikuwa ni kitu kikubwa sana. Dakika 20 za Rian kutumbuiza zilipokwisha, aliweka pembeni kipaza sauti na kisha macho yake ilitoka katika runinga kubwa ambayo ilikuwa uwanjani na kuwasikiliza majaji wanasema. Jaji wa kwanza akasema hivi, nilipokuwa mwanzo unatumbuiza kitoto kiasi kile ningesema leo unapigwa KO na huyu binti, muonyeshe namna gani unahitaji ushindi. Hongera sana boy, nakupa 100 kwa 100. Jaji wa pili akasema, mimi ni mtu ambaye napenda sana ubunifu, napenda mtu afanye vizuri always. Kwa hili sasa hivi no doubt umfanye vizuri, nakupa 100 kwa 100. Jaji wa tatu pia akasema, huenda ulikuwa unataka kutupima akili zetu ili tujue uwezo wako kwa wapi. By the way, hongera, nakupa 100 kwa 100. Sauti za majaji wote watatu zilimfikia Aima ambaye alikuwa anafikiria sana. Macho yake yalikuwa mekundu kutokana na kile ambacho kimefanya jukwani na Rian, na pembeni yake kulikuwa na producer ambaye hakuacha kukuna kichwa. Amekuja na style hii, nadhani kwamba atandalilisha. Umbagizo mbo gani? Yanta, nataka nimshangazie umma. Kivipi? Wewe utaona, alizungumza Aima na kisha macho yake yakasafiri hadi katika jukwaa ambako sasa aliona majaji ambao walikuwa na furaha sana. Kwa kuwa watu walikuwa wanataka burudani, basi DJ alihakikisha kwamba anawarusha kwa nyimbo 30 hivi za haraka haraka ambazo zilisaidia kurudisha mzuka kwa mara nyingine, ili msanii ambaye atapata atakayefuata pale mambo pia yaende vizuri na amejiandaa. Basi baada ya DJ kupewa nafasi yake, alipanda jukwani na MC Kago pia alipanda pia pale, na kisha akasema kwamba huenda hii ndo ikawa raundi yenye kumpa nafasi nzuri Fatia katika raundi inayokuja, endapo tu ushindi wake wa raundi iliyopita aliweza kutetea vizuri. Kwanza nataka kuona timu Fatia akitoa vumbi. DJ, lete Fatia kwenye stage. Mdau DJ hakutaka kuchelewa, aliruhusu kitufe chake kupiga wimbo wa Daima. Uwanja wote uliitikia wimbo mithili ya wanafunzi shule msingi katika wimbo wa taifa. Nani wa kusimama ikiwa amesikia wimbo wa Daima? Wote waliseleleka ipasavyo kabla wimbo kuisha na taa kuzimwa. Kiza kikasabai anga la uwanja wa Jamhuri. Watu wanakuwa makini kutazama huku wakiwa na shauku kubwa kutaka kujua itakuwaje. Gari la mwisho, gari la mwisho, gari la mwisho. Ilikuwa ni sauti kutoka kwenye speaker ambayo ilikuwa inawafikia mashabiki ambao walipigwa butwaa, sijui nini kinaendelea. Pipi, ilikuwa ni sauti ya honi ambayo ilikuwa inawafanya mpaka majaji pia wakataka kuona nini kinaendelea. Jamani, ni kule mmoja wa mashabiki alizungumza, ingawa sauti yake ilisikilizwa na watu wachache, lakini wafanya wote wageuke kutazama upande wa pili. Kulikuwa na mwanga ambao ulichora kitu kama barabara. Barabara hii inaruhusu watu mbalimbali kupita, lakini katika eneo ambalo hili mataa yanaruhusu mtu kupita, anakatiza mwanamke. Ghafla taxi inatokea na kumgonga mwanamke huyu. Wote walikuwa wanatazama, wanashika vichwa, maana ilikuwa ni tukio la kutisha. Mama yangu atapona kweli? Mashabiki ndio wanauliza hivi. Tumpeleke hospitali. Inasikika sauti nyingine kwenye speaker. Watu walikuwa wanaendelea kutazama tukio lile na ile mtu ambaye amegongwa, ambaye alikuwa anazungukwa na watu mbalimbali. Ghafla anatokea mwanamke ambaye alikuwa mbeba radio na kisha anaweka chini na kuruhusu muziki kucheza. DJ, sauti ya Aima ikafuatiwa. Ni kama mashabiki ambao walikuwa katika eneo lile la ukumbi walikuwa kisubiri sauti isikike. Nini kifuate kama si kupigwa shangwe? Maana hata wale watu ambao walikuwa wanaonekana katika ule mwanga waligeuka kwa wachezaji, huku yule mwanamke ambaye aligongwa akiwa ni Aima. Wimbo wa Yanta ulipigwa. Kupigwa kwa wimbo huu hakuna ambaye aliweza kukaa. Kila mmoja alicheza na kuimba kama ambavyo alikuwa anajua, kuonyesha kwamba ule wimbo ulikuwa ni mkubwa kiasi gani. Aima alimwomba DJ kuzima muziki, watu waimbe wenyewe. Kitu hiki kilifanywa na mashabiki, majaji wakiwa kama mashahidi wa kile ambacho kwa kinaendelea. Mashabiki waliimba wimbo huu mwanzo mwisho mpaka pale ambapo wimbo ulimalizika, na kisha Aima sasa hakutaka mambo mengi, akajirusha mbele ya mashabiki ambao walimpokea kweli na kumrusha kwa furaha mno kabla ya kumwachia ili apate hukumu yake mbele ya majaji. Jaji namba 1 akasema kwamba unaonyesha nia ya kuitaka hii hela. Kwa mara ya pili nakupa 70 ya 100. Sijui kwa nini sio ulikuja na hii idea. Akasema asante. Jaji pili akauli, nyuma yako kuna nani? Aima akasema Mungu. Jaji akamwambia hongera, mimi nakupa 60. Content yako haijaendana na wimbo, next time jipange. Aima akasema asante. Jaji namba 3 akasema imeandikwa kila mtegemeaye Mungu atafanikiwa. Hebu tusubiri, labda baadaye nitakuja kuona, lakini sasa hivi hapana, nakupa 20
kutokana na uchaguzi mbaya wa wimbo, lakini pia kile ambacho umekiwasilisha. Aima akasema asante sana. Mwanga unafifia kwenye eneo hili ambalo lilikuwepo, ambalo alikuwepo, na hali ya kawaida inarudi kama mwanzo. Nyuma jukwani ni backstage, mikakati ya kamati ya watu wenye roho mbaya inaendelea kupangwa. Unatumiaje style yangu kujirusha huyu jamani? Kwa nini ameitumia huyu jamani? Rihanna alikuwa anaongea akiwa na foka. Calm down bwana. Si umeona amedakwa, kwa hiyo na wewe utadakwa. Yaani anazidi kunichanganya. Sasa na mimi nikienda kudakwa itakuwa ni kama nimemwiga hivi, Alafu inafuata raundi ijayo. Amenizidi 30. Sio itakuwaje? Alikuwa anazungumza Rihanna akiwa amedata kweli. Kwa hiyo hizo la kazi yako sinajua. Nataka ukisema Rihanna hakikisha kwamba unatamka kwa nguvu, sawa? Hamna shida. Alafu bi mkubwa hakikisha kwamba hapo unatendea haki, usiniangushe mwanangu. Mimi nakuhakikishia kwamba hapa hamna shida. Mama Haris alihakikisha kwamba kila kitu kiko sawa. Mimi ni mama yake na Melissa jamani. Mkiona nakosea jamani, wahusika ni wengi hapa ndani. Kwa hiyo kuna wakati pia mwandishi anachanganya wahusika. Kwa hiyo wewe kaa tu, unajua pande zimegawanyikaje. Sasa kati haya anaendelea, Molly alikuwa na jadiliana na rafiki yake, walikuwa wamekaa nyuma yake na mama Melissa. Uchawi nao Melissa ndugu yangu, alisema Lina. Ndio maana niliona na chupa Ndio. Sawa, najua. Basi kabla hajamaliza kuongea, MC akaingia. Mabibi na mabwana, ule muda kumtafuta mshindi wa milioni 200 unakaribia kuisha. Nao tumebakiza round moja. Na hiyo ni hapa. Alikuwa ni MC Kago ambaye aliingilia mazungumzo yote. Kitu ambacho kilifanya mpe makini na hata kuzungumza kwa upande wao waliacha kabisa. Wote sasa walipeleka macho na masikio yao kusikiliza kwa makini. Ni muda wa malkia kuonyesha malkia wake. Ni muda kuonyesha unyama wake ili kuweza kuchukua pesa. Yes, ni muda wa dunia kushuhudia tukio hili. Popote pale ambapo upo, muda huu basi fahamu kwamba hii ni raundi ya mwisho kwa watu hawa. Na baada ya hapo majaji wanatoa kura zao kwa mfumo wa asilimia. Naomba nimlete kwenu mabibi na mabwana, mtumbuizaji bora wa muda wote, mabibi na mabwana. Mwamba huyu hapa, MC Kago anaweka kituo kimya kinashinda kelele. Watu wanaweka macho yao lakini wasijue wanatazama wapi. Majaji nao walitaka kuona lakini ghafla mwanga ukapotea shwa. Upande wa mashariki kukawa kimya kupitiliza. Magharibi nako kukachukua kimya na kuambukizana mpaka pale upande wa kusini na kaskazini pia ukawa kimya. Pembezoni mwa eneo la kona upande wa goli la pili inaonekana miali ya moto ambayo ipungui 30, huko watu ambao wamevaa kaniki nyeusi wakionekana. Sauti mbili tofauti, moja ikianza nyingine inafuata, zinasikika kwenye speaker. Ni wimbo wangu, mimi ndo nimeandika bwana, kila kitu. Na alikuja studio hapa akasikia ngoma zangu akasema amependa, anahitaji demo, sio aende akaongeze sauti wewe collab, but a moment later ndio hivyo nashangaa naambiwa kwamba kaachia wimbo. Kwani wewe nani? Unaimba nini? Nani ambaye anakujua mzee? Unataka namna ya kutoka afu dogo busikia. Habari za kusema sio nimeimba wimbo sio ziishi hapo. Sio unanielewa. Pambana mwanangu, usinichafulie brand, usinichafulie watu bwana. Usitegemee watu kuwachafua ndio utatoka bwana. Wewe vipi? Wenzako watumie njia hizo. Sauti zinapotea. Mungu anaumulika watu hawa kwa sekunde kadhaa kisha unasafiri hadi katika eneo la goli. Unatuama hapa na inaonekana nyumba ambayo ilikuwa ni ya kutengenezwa, afu mbele ya nyumba hii kunaonekana mwanaume wa makamu hivi akiwa amekaa kwenye benchi ambako ameweka headphone shingoni akichezea simu yake. Muonekano mwanaume huyu hakutofautiana sana na Kevo kwa namna ya unywaji wake mpaka uvaaji wake. Mwanaume akiwa amekaa hajui hili wala lile. Mwanga unarudi nyuma kidogo ambapo linaonekana gari jeupe hivi ambalo halina plate number. Ndani ya gari hilo alionekana silent killer. Akamuita kwa sauti ya majibizano, silent killer, badilisha mpango. Kivipi? Una bunduki? Ndio. Basi muue. Sauti zinapotea, mwanga unakuwa mkubwa. Kijana aliyefanana na Kevo anaonekana akitaka kunyanyuka, lakini silent killer anatoa bastola na kisha anamlenga kijana yule ambaye anadondoka chini. Watu wote ambao wanatazama wanashika kichwa. Tukio hili linabeba sanaa na hisia ya kila mmoja. DJ anaonekana akiwa katika jukwaa upande wa pili wa goli akiwa na msalaba umeandikwa Rest in Peace Kevo. Wimbo maalum wa Live Forever Kevo unaimbwa mbele ya jukwaa ambalo majaji mauaji yametokea. Wanaonekana wale watu walikuwa na miali ya moto, wanasogea hadi sehemu ambayo mwili ulikuwepo na kisha nobeba na kuanza safari ya kupeleka jukwani. Huku mbele huwa kuna mwanaume ambaye alikuwa mbeba msalaba mwingine. Kimuonekana mwanaume huyu hakuwa na tofauti sana na ambavyo Rihanna alionekana siku hiyo ambayo walikuwa wanamzika
Kevo. Basi baada ya kufika kwenye jukwaa, Aima anaendelea kuimba mbele ya mwili wa Kevo. Kwa kuwa hakuna ambaye anaofahamu wimbo huu, Aima anaimba vizuri bila hata kuingiliwa na mtu yote. Ulikuwa na wimbo wenye maneno ya kubeba hisia kali, maneno yenye kumfariji kila ambaye alikuwa amepoteza kipenzi chake. Walikuwa wanampenda Kevo, walidondosha machozi. Walikuwa wamepoteza wazazi wao na vipenzi vyao pia, walitoka na machozi sana. Na ilifika hatua mpaka majaji nao walikuwa wanamtazama Aima, walidondosha machozi. MC Kago alishindwa kuvumilia, uso wake uliloa na machozi. DJ ndo alikuwa kama ameimbiwa hiyo, kwa sababu alikuwa akifahamu Kevo namna ambavyo alikuwa ni mshikaji wake kwa namna moja ama nyingine, kuacha kudondosha machozi. Live forever Kevo, ilikuwa ni maneno ya mwisho ya Aima akimaliza kuimba, na kuwatazama majaji ambao walimpigia makofi sana. Pesa ambazo zilimwaga na watu jukwani hazikuwa na mfano, zilikuwa ni pesa nyingi mno. Majaji walimtaka Aima kuokota zile pesa kabla ya kumpa kura. Aima alimwomba Camilla kupanda jukwani akiwa na begi ili kuweza kuokota zile pesa. Na sasa hali ya kawaida ikarudi katika eneo hili. Jaji akaanza kuuliza Kevo ni nani? Aima akasema ni my role model. Jaji pili akasema kuna sauti uliplay ziko zinamaanisha nini? Aima akasema ilikuwa ni uwe ndege wawili kwa jiwe moja. Jaji akauliza anyways, najua ni sehemu ya kazi ya ubunifu kutokana na maudhui ya kazi, na hongera sana, nashukuru sana kuzaliwa na kushuhudia wewe ukiimba, mimi nakupa 100 kwa 100. Aima akasema asante sana, ubunifu wako unashinda hata hizi kura ambazo naweza kukupa. Nilipata taarifa ya kifo cha Kevo nikiwa Arusha, lakini sikujua how moments ilikuwa, na sikujua kama alikuwa ameinspire watu wangapi. Alikuwa ni jaji wa pili. Aima akasema ameinspire watu wengi sana na mimi ni mmoja wao. Jaji akamwambia hongera sana kwa kumkumbuka, bado yuko na sisi, mimi nakupa 100 kwa 100. Aima akasema asante. Jaji tatu akauliza nani yuko nyuma yako? Aima akajibu tena Mungu. Jaji akamwambia hamna kitu cha kuongeza, lakini tusubiri, labda Rian pengine nataka kujibu nini, lakini kwa sasa nakupa 90 ya 100. Aima akashukuru pia. Sasa kutokana na kura za majaji, Rian alikuwa amepitwa kwa kura 30 tu na Aima. Kwa hivyo anahitaji kufanya kitu ili kuhakikisha ushindi mbele yake, na ambapo sasa mbele kwa kuna kura 300, endapo angepata 100 kutoka kwa majaji wote, na sasa kazi ilikuwa kwake ni kuchukua ama kuziacha hizo 100. Lakini hizo 100 uzipati kinamna tu, takiwa ufanye uzitolee jasho bwana. Haya, sasa uwanja wote ulikuwa kimya mara baada ya Aima kushuka. Haijulikani ni kwa nini uwanja ulikuwa kimya kiasi ile. Watu walionekana kutazama juu ya anga kwa muda kabla ya mwanga ama vimondo vilivyopita, lakini mwanga huu ulikuwa ni wa taratibu mno, si kama ambavyo ulikuwa umezoeleka. Mara baada ya mwanga kutoweka, watu wote wakarudisha macho katika jukwaa ambapo alipanda MC Kago. Alikuwa ameshika kipaza sauti na watu sasa wakarejesha umakini kusikiliza, ambapo akasema ukiona kimya tambua kwamba kuna mshindo mkubwa unakuja. Mabibi na mabwana, popote pale duniani tunafahamu kwamba alianza kuumbwa mwanaume kisha mwanamke akafuatia. Pointi zilizobaki ni Rian mshinde Fatia, ni 30 tu. Let's back to the reality, let's back to the game. Hakuna kutoka mtu mpaka kuna kucha. Tuna majaji watatu ambao wana pointi 300. Swali ni Rian atashindwa kuondoka na pointi 10 kwa kila jaji? Definitely bado Aima atakuwa mshindi endapo Rian akishindwa kufanya hivyo. Ingawaje sina hakika. MC Kago alikaa kimya na macho yake yakatazama chini ya jukwaa. Idadi ya watu ambao walikuwa pale wanaimba na kushangilia na kutamka jina la Rian ilikuwa ni kubwa sana. Baruti ziliwashwa na baadhi ya mashabiki, huku wengine wakitumia fireworks kwa ajili ya kutengeneza rangi mbalimbali katika eneo lile. Basi mashabiki walionyesha kushangilia ubingwa mapema sana, hata kabla ya msanii wao kupanda jukwani tayari ushakuwa ni wale ambao walikuwa mashabiki wa Aima walikuwa kimya kupitiliza. Mashabiki hao waliloa na kuloa tena, japokuwa ni kama hawakuwa wamemwagiwa wala kunyeshewa mvua, lakini ilikuwa hivyo. Basi mara baada ya MC Kago kutazama umati wa watu ambao wengine walijenga kabisa mduara, alirudisha macho kwa majaji ambao walimruhusu kumuingiza msanii katika jukwaa. MC Kago akasema mko sawa mabwana? Majaji walitikia kutingisha vichwa. Mabibi na mabwana, usiku wa leo unaenda kuwa usiku wa kihistoria katika maisha. Na watu wengi najua wanatazama kupitia vituo mbalimbali vya TV, lakini pia mtandao wa YouTube. Naomba tu nimlete kwenu msanii ambaye anafanya vizuri, msanii ambaye anashikilia kombe la milioni 100 kutokana na ushindi wa shindano lililopita, msanii ambaye amelitendea haki game la Bongo Flava, na si mwingine ni MC Kago. Kumalizia aliacha mashabiki wamalizie nao bila kuchelewa. Walitaja jina la Rian. Ni pindi tu alipomaliza kutaja, sasa taa zilizima maeneo yote uwanja kana kwamba umeme ulikuwa umekatika hivi. Mwanga wa kimondo ulipita tena kwa kasi ya ajabu kabla ya kurudi kule ambako ulikotoka kwa kasi ambayo si ya kawaida. Sintofahamu ya ghafla ilitokea. Mashabiki wanatazama, sauti kutokea nyuma inasikika. Naitwa ni nini kifuate zaidi ya mashabiki kumtambua mtu wao kwamba anataka asemwe kwamba ni Rian? Basi kusikika kwa sauti hii kuna mchangamsha Molly ambaye anamtazama Lina ambaye alikuwa anatetemeka, akasema
tukichelewa tu tumeshindwa kumsaidia Aima. Kwa hiyo umeona Mama Melissa pale alipo, ndio. Umeona ameshika nini, ndio. Sasa fanya hivi, wewe nenda deal na yule, alafu mimi niache hapa. Molly alimtazama Melissa ambaye anaanza kutembea huku mkononi akiwa ameshika chupa cha marashi na hakuacha kutikisa chupa hii. Wakati maongezi ya kina Molly yanaendelea kupanga namna nzuri ya wao kukamilisha mpango wao, upande wa pili Aima alikuwa amekaa na Fatia na hakuacha kutetemeka mwili. Mwoga ambao alikuwa nao ulikuwa ni wa kupitiliza. Akiwa amejifunika uso mwenyewe akasema, nimeona ishara zote za mikushindwa. Kwa nini? Nimeona mwanga unapita huko angani. Unadhani kama sio uchawi ni nini? Kwa bahati mbaya mashabiki wameshatazama ule mwanga, lakini tutashinda bwana. Mimi sijui nikishinda. Hebu sikia hizo sauti. Yaani hapa sijui tunafanyaje. Kuna muda hadi naogopa yani waga naona muamini Mungu jamani, au ni ujinga jamani. Aima usianze kufuru bwana. Huwezi kujua mbele yetu bwana kuna nini. Unadhani kuna watu mbele kama sio ni aibu. Wewe uone dalili zote za kichawi hapa uone. Muda mwingine unamtegemea Mungu lakini hata onyesha kwamba anakutambua jamani. Sasa mbona unakata tamaa? Hebu fikiria Fatia, nimefanya mangapi? Unadhani mwisho wangu ni nini kama sio kudhalika? Safari ya Aima alikuwa anaongea akiwa analia. Basi kwake aliona kwamba anaenda kushindwa kutokana na vile ambavyo sauti zilikuwa zinasikika. Kadri muda ulivyozidi kwenda ndivyo ambavyo watu walikuwa wakimsubiria kupanda jukwani, huku nao akiimba kwa mbombo zote. Hii ilizidi kumchanganya na matumaini kwamba mbele yake ungekuwa na ushindi ilipotea na ilifika hatua mpaka kuwa Mungu hakuona. Basi hakukuwa na tofauti katika hili kama ilivyokuwa kwa Aima, ndivyo ambavyo ilikuwa kwa Mama Rian ambaye mkono wake ulikuwa kichwani, uso wake ulikuwa umeloa machozi. Kadri muda ulivyozidi kwenda ndivyo ambavyo alizidi kupoteza matumaini kwamba angeibuka mshindi katika shindano hili. Hakuamini kile ambacho alikuwa anakisikia. Katika masikio yake alikuwa na hofu sana. Basi akiwa amesimama anatazama jinsi ambavyo umati wa watu ulikuwa unaitika kwa jina la Rian, alijikuta akilia kilio cha kwikwi. Lakini akiwa katika dimbo hili la kilio, nyuma yake alikuja Baisa na kumkumbatia akamwambia, usilie bwana, tutaacha kujaribu hata kama tukishindwa. Lakini baba, mbona hii inaweza kuwa aibu kwa mara ya pili jamani? Lakini bado mbona hajaanza kuimba? Usikute akaimba vibaya hata kama watu wanamshangilia. Sio kweli. Kwani unashindwa kuamini katika muujiza ya Mungu? Sawa, hilo ni moja, lakini vipi kuhusu wewe na Aima? Hatima mapenzi yenu itakuwaje? Hamna kitu ambacho Baisa shindwa kuendelea kuzungumza kwa sababu sauti zilianza kusikika. Kibuyu kimedondoka. Alikuwa anaongea maneno haya, hakuwa mwingine, alikuwa ni Mama Melissa. Muda mchache nyuma Mama Melissa aligongana na mtu ambaye hakumjua ni nani. Mtu huyu alimfanya mpaka akadondosha chupa yake. Lakini ukweli ilikuwa hivyo, chupa ilikuwa imepitiwa na Lina muda tu. Kwa bahati mbaya kutokana na eneo lile watu walikuwa wakipita mara kadhaa. Hakujua hilo kutokana na umati wa watu. Sio yeye tu ambaye alikuwa amepitiwa na kichupa kile, bali ni paka Melissa. Lakini kwa Melissa hakuzungumza kwa sauti kwa sababu alijua akifanya hivyo ingefahamika kwamba alienda kinyume na mchezo jinsi ambavyo amepanga. Basi Rian akiwa anajiandaa kwa ajili ya kwenda katika sehemu ile ambayo amekusudia, alisi kama shanga mkononi imekaza hivi. Haikuwa kawaida kwa shanga hii kukaza. Haraka kichwa chake kikarudisha baadhi ya stori za watu wa karibu ambao waliwahi kumwambia kama amepewa mkufu ama shanga kwa mganga afu akajifunga mkononi na kisha kuna muda imembana zaidi, basi kuna jambo linaenda kinyume, huenda ni hatari kwake na ndio maana anapewa tahadhari mapema. Basi haraka akarudi kwa Isla akauliza, vipi kuna nini? Akamwambia kibuyu kimepotea. Kipi? Ile ambayo ilikuwa na Mama Melissa imeenda wapi sasa? Mimi sijui, na ile kwako sipo. Ndio. Okay, nenda sasa. Basi hakikisha kwamba unanishtua, sawa? Rian alizungumza. Basi kwa kuwa walishachelewa kupanda katika jukwaa, hakuna kama anatakiwa kuleta mbwembwe nyingi sana kwa sababu watu wangeendelea kutaja jina la kitu ambacho kilimfanya kugerisha mambo yake yote. Sasa lazima kupanda kupitia jukwaa ni moja kwa moja na sio kwa namna yoyote ile kwa sababu muda wako nje ya muda. Basi alipopanda jukwani ilikuwa ni kama amechokoza nyuki hivi. Watu wakaanza kuimba mara mbili mwanzo. Walikuwa wakishangilia kiasi kwamba hata mwenyewe alishangaa kelele zilikuwa zinatokea wapi. Baada ya kuona watu wanashangilia kupita maelezo, akaambia wanangu, hebu kwanza tunamkojoza kwa kuwa amezoea kuonga, si ndio? DJ, hebu piga honga hapa kwanza. Basi wakati Rian anamruhusu DJ kupiga huo wimbo, ndio muda ambao Lina alifungua kibuyu na kisha akatazama ndani. Harufu kali ya udi ilitoka. Kwa kuwa hakuwa muumini wa vitu hivi, aliamua kuweka pembeni, aliamua kuweka pombe ndani ya kibuyu. Kitendo cha kuweka pombe tu, taratibu sauti za watu ambao walikuwa wakiita tunamtaka Rian zilianza kubadilika. Sasa alianza kusema tunamtaka Fatia. Sauti zilipenya hadi katika masikio ya Rian. Na yeye kwa haraka sana alitupa macho kwa majaji ajue kama walikuwa wanasikiza ile sauti ama la. Majaji hawakuonyesha tofauti wote mpaka kufikia pa Rian anataka kujua kumbe zile sauti alikuwa anazisikia peke yake. Baada aliamua kushika kipaza sauti vizuri na kisha alianza kuimba wimbo wake wa honga. Mwanzo alianza vizuri, lakini kadri muda ulivyozidi kwenda ndivyo ambavyo alijikuta anaendelea kukosea. Kutoka ambavyo alianza mwanzo mpaka sasa hivi alikuwa anaimba vibaya sana. Akaimba akachanganya wimbo hapo, akaimba honga, akachanganyia sijui hadi nimeroka. Basi baadaye akaja kujishtukia mbona kama naimba kitu ambacho kieleweki. Baadaye akashindwa kuendelea. Macho yake akarudi kwa majaji, akawa anatazama. Jaji akauliza kuna nini?
akasema nahisi kama MC ipo sawa. Ryan ikabidi abadilishe uongo, akamwambia kwa hiyo tukubadilishie, akamwambia ya naomba mnibadilishie, lakini tunakusikia ujue, no hii mimi sitaki, naomba mnipe nyingine. Ryan alisema akitazama shanga katika mkono wake ambao ilizidi kumbana mno kuliko hata mwanzo. Licha ya kupewa tahadhari, lakini kwake alizidi kupuuza. Alihitaji kuendelea kutumbuiza, sifahamu kwamba anakwenda kujichimbia kaburi mazima. Wakati Ryan akitaka kubadilishiwa kipaza, na muda ambao Molly alifika kwa Aima akiwa na chupa, na kisha alimkabidhi akamwambia umeona hii chupa? Akamwambia ndio. Umefanyaje? Huko ndani ambako zinatoka sauti zote zao watu. Tumeifanyaje sasa? Molly alimkabidhi ile chupa Aima. Mkono Aima alipokea chupa ambayo alitazama kwa sekunde hivi, aliona ikiwa na kitu ambacho kinang'aa sana, lakini hakujua nini. Alipotazama tena kwa mara ya pili, aliona kundi kubwa la watu wakiwa wanapiga kelele. Kweli, ngoja niweke pombe sasa, Aima alisema, na kisha alimiminia pombe katika chupa hii ambapo ilichemka sana kiasi kwamba ilikuwa ni kama maji ambayo yanachemka jikoni. Povu kubwa ilitoka katika chupa hii na kwenda juu, na ilikuwa ni kama unaweza kuhisi kama ni soda ambayo ilikuwa imefunguliwa mara baada ya kuwa imetikiswa. Basi wakati Aima anafanya hivi, upande wa Ryan alikuwa yuko zake jukwani pale, licha kwamba badilishwe kipaza, lakini bado hali ilikuwa ni tete katika kichwa chake. Alikuwa anawaza sasa afanye nini? Akili yake ilikuwa inawaza afanye nini kama sehemu ya maamuzi sahihi. Ryan ilikuwa ni sauti ambayo ilipita nyuma yake. Hakutaka kusubiri wala kujua ni nani ambaye alikuwa anamuita. Alirudi hatua kadhaa nyuma. Wanakuja, najitosa, si mtanidaka? Aliuliza. Ndio, watu wakawa wanaitikia. Hii kampa sasa hamasa, akiamini kweli hao watu watamdaka. Basi alikimbia kwa kasi mno, afu huyo akajirusha katikati ya umati. Watu ambao walikuwa wanamshangilia walikuwa wameweka duara. Kwa namna ambavyo watu walikuwa wamemzunguka, hakukuwa na uwezo wa Ryan kupishwa. Sasa siku ya kufa nyani wanasema miti inateleza. Safari hii upepo ukua wake, watu walimpisha kana kwamba wamjui hivi. Sauti ya Ryan ilidondoka na alisikika chini, kifuatiwa na sauti nyingine ya mama nakufa. Ilikuwa ni sauti ya maumivu. Sasa hii ilisikika, wana sio fair, si msema kabisa mtandaka. Kizuri ni kwamba licha ya kwamba alijirusha na alipata maumivu kweli, lakini yeye ili kufuta aibu ilibidi ainuke, akafuta vumbi, na kisha kilichofuata ilikuwa ni kupanda tena jukwani. Uwanja ulikuwa na hali mbili ambazo kama ilikuwa ni mtu wa makini angezielewa kwa haraka. Hali ya kwanza ilikuwa ni ile ambayo anapitia Ryan, kusikia zile sauti zikiwa zinamtaka Aima kupanda katika jukwaa. Ya pili ilikuwa ni watu wa kawaida ambao walidhani ama kuona kwamba watu wote katika uwanja huu walikuwa wanamtaka Ryan aendelee kuimba. Hali hii ya pili ilikuwa inapitwa na majaji ambao walishangazwa sana na tukio la Ryan kujitosa kwa mashabiki, afu watu wakampisha. Hili kila mmoja alihisi la kwake. Kuna ambao hawakuacha kumtazama Ryan, ambao alikuwa akiuka kwa tazama wenzake kama wanafanya kazi kwa chini. Waliokuwa chini sasa walikuwa katika wakati mgumu sana. Harris alikuwa na timu yake akimtazama Melissa. Harris akauliza kichupa kiko wapi? Melissa akasema bana, kwani wakati napoteza chupa wewe kuona? Melissa akasema jamani, hebu mtoeni Ryan. Melissa akasema naye amezidi bwana. Mimi namuita Ryan asiendelee kuimba, badala ya kugeuka kunitazama yeye anajitosa chini kama chizi hivi. Ona alivyoanguka sasa. Mwisho atakuja kufa, kutia aibu tu. Harris akasema Melissa acha uboya, na kuuliza wewe chupa iko wapi? Melissa akasema bwana usinichanganye na wewe. Isla akasema na mbona ile chupa mlichukua? Ndio nilimpa Melissa, sijui hata ameweka wapi. Melissa akasema jamani, hili sasa limeshashindikana, kama aibu ndio hivyo, wote tumeshaipata. Hadi akasema mwambie Ryan aache kuimba tukajipange tena. Kumbuka mimi nilimwekea milioni 200, vipi nikiliwa hela zangu? Anaongea. Basi mama Melissa akasema bwana, nani ambaye anataka arambe aibu? Unasikia sasa hivi sauti zote zinasikia vizuri zinamtaka Aima. Hii ni aibu ya Mungu, aibu ya mwaka sijai kuona wallahi tena. Basi wakati mwangaza anaendelea upande wa jukwaa, watu wote walikuwa wakiimba Ryan. Na sauti sasa zilikuwa zimeenda kubadilishwa na live zikawa zinaimba tunamtaka Aima. Kibaya zaidi ni kwamba wengi wao walikuwa wametoa mabango yenye picha ya Aima wakishangilia kwa sauti sana. Na sauti hizi zilikuwa zinasikizwa na kila mmoja. Ryan na ubishi wake akaendelea kuimba kidhani kwamba bado sauti ile itabaki vile vile, ama akihisi kwamba labda bado yeye ndo anayesikia vile. Kumbe saizi watu kweli hawamtaki. Akasema nimefanya siju kumroga, kumbe najua kabisa na leo nimeroga tena, ila uchawi umenirudia kabisa. Haya ndo yalikuwa mashairi katika wimbo ambao alikuwa anawimba pale jukwani. Kutoka katika wimbo halisi ambao alikuwa unaimba hivi, unajifanya ujue kuhonga, kumbe unajua kabisa na leo honga tena ili hongo kurudie. Akajikuta anaongea siri zake za kwamba ameroga na uchawi umemrudia. Basi Ryan alijaribu kujizuia sana asimbe namna hiyo, lakini hakuweza kabisa. Kadri alivyojitahidi kuimba ndivyo ambavyo aliimba ovyo. Aliimba kila dakika, kila sekunde. Meneja alimtazama mwanamume ambaye alikuwa amechanganyikiwa, anadhalilika mbele ya jukwaa. Mashabiki walikuwa wakimtazama sasa, walimuona kama mjinga, wakaanza kumrushia makopo. Sasa wengine wakavua mpaka vipi vyao. Wapo ambao walimrushia maiviza wakamtupia. Pombe ilimwaga jukwani kumrudisha nyuma, wakiwa wanamwambia wanamuomba atoke. Atoke kwenye stage bwana, anachafua mji. Basi wakanambia mchawi huyo. Hizi zilikuwa ni sauti ambazo sasa
zilikuwa zimeanza kumkera sana Ryan. Sasa baadaye akajikuta anasema kwa nguvu, Isla, funga hiyo chupa, funga. Ilikuwa ni sauti kubwa lakini haikusaidia kitu. Ndio kwanza alikuwa anaonekana kama mwehu mbele ya jukwaa. Basi baada ya kuongea hivi, alijikuta akipiga magoti mbele ya jukwaa. Machozi yaliendelea kumtoka. Hakuamini kama leo anadhalilika. Sauti ya kilio ilikuwa inamtaka Isla afunge chupa. Aliendelea kulia. Alilia sana Ryan, alilia kiasi kwamba mpaka sasa majaji walihisi mwanaume huyu atakuwa amepatwa na kichaa. Diana ambaye alikuwa chini alipatwa na hasira. Hakupenda kuona mwanaume ambaye anampenda anadhalilika. Kwa haraka alipanda katika jukwaa kumtoa Ryan ambaye alikuwa anasema, fungua chupa, mwambie afunge, fungua, mwambie afunge, nadhalilika. Mbona mnashindwa kunishikilia jamani, fungueni chupa, nitakufa. Basi bado kuna jaji mmoja akasema, jamani simfungue hiyo chupa, sijui ni chupa, sio mfunge, sio mzifunge ili mtu adhalilike. Aliongea huku akiangua kicheko. Wenzake nao pia walikuwa pembeni wakimtazama Ryan alivyokuwa anahangaika. Ni wazi kwamba uchawi ulikuwa umemrudia na kila mtu sasa alikuwa akicheka. Kitendo cha Ryan kulia kama mtoto mdogo akitaka afunguliwe chupa ambayo haikujulikana ni ipi na kivipi kilifanya mashabiki wazidi kuamini maneno ya kwamba kweli ameroga. Sasa uwanja mzima ukazizima. Shangwe la kufuru zikawa zinasikika zikiimba kurudia maneno ya Ryan kama kejeli. Baadhi ya mashabiki baada ya kuona majaji wanachelewa kutoa maamuzi, kwa haraka walienda hadi backstage ambako baadhi walianza kujaribu kuwaza lakini kutokana na wingi wa watu ilikuwa ngumu mno. Walikuwa wanataka kuwazuia. Basi watu ambao walimbeba watu hao walimbeba Aima wangu hadi katika umati na kumwacha. Mashabiki walikuwa wanamtaka Aima, na sasa Aima yuko katika mikono yao. Nini akifanya kama si kumrusha mithili ya mtoto ambaye amekomaza viungo, anakomaza viungo, na mama yake mzazi walimrusha sana juu akimdaka. Walimrusha sana na kumdaka. Walifanya hivyo kwa zaidi ya mara 20 wakiimba wimbo wake wanataka kusubiri. Dunia ya furaha iliangukia kwa mwanamke ambaye alikata tamaa dakika chache zilizopita hadi kufikia hatua ya kumkufuru Mungu. Dunia ya kushangiliwa ilikuwa inamilikiwa na Aima ambaye hakuamini kama ni kweli yeye ndio alikuwa amependwa hivyo. Mpandisheni jukwani afu tuwasikize majaji. Basi MC Kago aliyopata taarifa na ikabidi wafanye vile. Walihakikisha kama anabeba Aima mpaka jukwani, wakamwacha na wao wakashuka. Basi baada ya Aima kufika katika jukwaa, macho yake yalimtazama MC Kago ambaye aliweka tabasamu akasema, umejiandaa kuwa mshindi? Basi binti akajibu, only God knows, Mungu tu ndo anajua. Hongera kwa mara nyingine tena, asante sana. Tugeukie majaji, yepi ni maoni yao? MC Kago alisema, na kisha alitazama umati wa watu ambao walikuwa wanaimba mno. Sasa akawa anaendelea akasema, Ryan, popote ulipo hakikisha kwamba unapanda pia katika jukwaa. Labda nitafuta chupa zake. Jaji namba 2 aliweka utani. Basi utani wake ulifanya shangwe zaidi. Raia walishangilia mno. Kwao ilikuwa ni furaha hasa baada ya binti wa kike ambaye alikuwa anampenda Aima kuonyesha kwamba ni kama anakwenda kushinda hivi. Majaji nao waliweka umakini chini kumtazama kama Ryan anapanda katika jukwaa au la. Waandaji wa shindano nao kutoka mbali walipanda juu akiwa na hundi ya milioni 200 kama ambavyo walikuwa wameahidi. Basi dakika 20 zilitumika katika kumsubiria Ryan. Kwa bahati nzuri alipanda jukwani akiwa hajitambui kabisa. Uso wake ulikuwa umesinyaa. Nguo zake zilikuwa zimechafuka vumbi sana, na hii ilitokana na kujigaragaza wakati akiwa chini kama sehemu ya kudai chupa zake. Mara baada ya kupanda, majaji walimtazama MC Kago akasema, sasa ni ule muda wa kujua ni mshindi umefika. Ni muda wa kujua kati ya Queen ama King Ryan nani anaendeleza ubabe. Mabibi na mabwana, najua tumesubiri kwa hamu kubwa sana. Tumepoteza kazi kibao kuhakikisha kwamba usiku unageuka kuwa kihistoria. Mbeleni ni wasanii wawili wenye kuteka soko la muziki. Kwa kuanzia upande wa kushoto ni Ryan. MC Kago alishindwa kuendelea mara baada ya kusikia sauti ya mashabiki. Mashabiki walikuwa wanagoma. Na MC Kago basi akasubiri sauti ilipoisha akasema, jamaa anashikilia milioni 100 ambazo alizipata mbele ya mshindani wake. In case you don't know, upande wa kulia ni Queen of Bongo Flava, mwanamke mwenye msimamo wake katika muziki licha ya kubezwa na kusemwa sana, lakini kwa mara ya pili amekubali kupanda jukwani. Anaitwa basi hapa MC Kago aliwapisha mashabiki wazungumze. Kwa namna ambavyo mashabiki walikuwa wanamkubali na kumpenda Aima, uwanja mzima zilisikika sauti kutokea eneo la chini ya jukwaa mpaka ndani ya jukwaa. Watu walikuwa wakitaja jina la Fatia kwa kishindo kikubwa sana. Zilikuwa ni kama sauti za askari wakiwa katika jaramba lao. Sauti zilimfikia Aima ambaye alitokwa na machozi, hakuamini kama watu wanataja jina lake kiasi kile. Sasa ni muda wenu majaji, karibu jaji namba 1, alisema MC Kago akiwatazama majaji wote kwenye kati tofauti. Sasa taa zilizimwa kwa muda, sauti ya muziki ilisikika kwa chini sana kabla ya kuwashwa tena na mwanga ukarejea. Pindi mwanga ulipotokea, walionekana mabinti wawili ambao walipanda jukwani. Mmoja alisogea hadi sehemu alipokuwa Aima na kisha alimkabidhi kipaza sauti, na mwingine alipiga hatua hadi sehemu ambapo alikuwa Ryan akamkabidhi pia kipaza. Jaji wa kwanza akamuita Ryan akaitika naam.
sorry for this, lakini mimi nakupa 0 kwa 100. Nyingine utazipata siku chupa zikiwa zimefunguliwa. Maneno ya jaji yalimfanya Ryan kuinama chini akijaribu kujifuta machozi. Kamera zote ndani ya uwanja zilikuwa zinamuonyesha mwanaume huyu ambaye alishindwa kustahimili maumivu. Jaji namba 2 akamuita pia Ryan, akaitika naam. Mimi sihitaji kusema pole kama umetengeneza mwenyewe haya yote, lakini anyways umepata 2 ya 100. Sitaji kusema samahani, kwa kweli umepata 2 kati ya 10% ambazo alikuwa anazitafuta kwa jaji huyu. Aliambulia 2, na hii sasa ilizidi kumnyongonyesha Ryan ambaye alisafirisha macho yake hadi kwa jaji wa 3 ambaye huyu sasa alimuona jaji akitoa miwani na kusafisha kabla ya kurudisha tena machozi. Ulitumia muda gani kujiandaa? Ryan akajibu akasema ni tangu siku ambayo nimeambiwa kwamba kuna mashindano. Jaji akamwambia unahisi kama umerogwa ama umeroga? Ryan akamtazama Aima akasema ndio. Hapana, ndio. Basi vyupa vikaanza kumrukia kutoka kwa mashabiki ambao walikuwa na hasira kuliko. Alichukiza sana jibu lake, kwanza alieleweki. Jaji tatu akasema unaweza kutuambia chupa ambayo ulikuwa unaitafuta sijui ilikuwa na nini, na kwa nini nikupe hizo kura 30 zilizobaki ili umpitie mwenzako kwa kura 2 tu? Basi swali lilikuwa gumu mno kwa Ryan ambaye aligeuka nyuma akatazama kina Haris, akaona wakimsisitiza kuitikia. Mdomo wa Ryan haukuwa tayari kuitikia kutokana na ushawishi ambao alikuwa anaupata. Akasema ndio. Akaulizwa kulikuwa kuna nini? Anajishikashika hivi, anajifanya anabadili namba kwa namna fulani hivi. Anajifanya anabadili kibao cha 1% pale. Basi Ryan akasema iko na dawa. Akamwambia nini? Akasema dawa ya ushindi. Jaji Reto akamwambia okay, nataka kujua kama kweli umeroga ama umerogwa ama la. Pengine ikawa tunakusingizia, kumbe kweli umeroga. Okay, by the way hongera. Nakupa 1 kwa sababu tu umekubali kusimama mbele yetu, inabidi nikupe kura zako. Manake isingekuwa hivyo pia nisingekupata 1. Basi kwa matokeo ya kura ilisababisha Ryan kupitwa kura 27 na Aima, na hii sasa ilimfanya Ryan kupiga magoti kutambaa mpaka kwa majaji ili kuomba arudie tena kuimba. Jamani, mimi naitegemea hela, naomba mnisaidie nirudie tena kuimba. Maneno ya Ryan yaliambatana na machozi, lakini muda haukuwa rafiki kwake. Majaji walimwambia kama muda alishapewa, lakini ujinga wake umemponza. Kishofuata alikuwa ni kumtazama Aima akitunukiwa hundi ya milioni 200. Waandaji wa tuzo hawakuwa na mbambamba kiukweli, walimpa mrembo huyu kile ambacho alikuwa anastahili. Basi bado akiwa jukwani ilitokea mmoja wa watu ambaye alikuwa amevaa kinyago usoni, na kisha alimtazama Aima akamwambia kwanza hongera kwa ushindi na zawadi yako hapo nje. Alizungumza kisha alishuka mtu huyu akiwa hakujulikana nani kutokana na alivyovaa. Kitendo cha kushuka tu alipanda mwanamke mwingine ambaye huyu alikuwa amevaa sketi ambayo ilikuwa na mpasuo juu, alikuwa na shati jekundu ambayo alifunga maneno ya kiuno hivi. Mwanamke huyu umri wake kuzidi miaka 40. Alipiga todi pale kwenye kipaza akasema hongera sana binti. Akasema asante. Akamwambia tazama nyuma yako kuna zawadi. Alizungumza yule mwanamke macho Aima akatazama mpaka nyuma kwake. Kulikuwa kuna runinga kubwa, taa zikazimwa ghafla. Mwanga hafifu ulitokea upande wa jukwaa ambako kulikuwa na runinga. Sasa ilionekana nyumba ya ghorofa moja ambayo ilikuwa ya kisasa na kifahari mno. Nyumba hii haikuonekana kama ilikuwa imewahi kutumika, japokuwa ilikuwa kwenye ile picha. Mume wangu alikuwa ni Tim Chawi, mtoto wangu wa Tim Fatia. Walikuwa wamewekeana kwamba mshindi atapewa hii nyumba. Tibe baby njoo umpe hati ya nyumba, umpe mrembo wetu. Mama alizungumza na kisha mwanga sasa ukarudi. Alionekana mtoto ambaye hakuzidi miaka 10. Alipandisha ngazi hadi alipofika jukwani na kisha alimkabidhi Aima hati ya nyumba na kuondoka zake akiwa ameongozana na mama yake. Aima alijikuta anatetemeka mwili wake, alikosa nguvu mpaka midomo ilishindwa kutamka kabisa. Hakujua azungumze nini. Upande wa Ryan alitoa macho. Uso wake ulikuwa mdogo mno, aliwaza na kuwazua afanye nini. Na kilio ilikuwa ndo kama msaada wake. Imagine watu bwana walikuwa wana hela. Watu wamebeti huko, Aima anavyoshinda tunabeti afu atapewa nyumba binti bila wewe kujua. Jamani, wanasema endelea kufanya vizuri Basi MC akasema alright, sasa mara baada ya kupata zawadi kadhaa, sasa hivi ni muda wa kumpa kipaza Fatia azungumze chochote kama sehemu ya shukrani ama chochote. Basi mikono ya Aima iligusa kipaza ilichopewa na mmoja kati ya wale wanawake wawili, na kisha alitazama jukwaa akarudisha macho kwa DJ pamoja na majaji. Akasema kwanza kabisa mimi nitanguliza asante kwa Mwenyezi Mungu kwa kunifanya nimesimama hapa usiku wa leo, na pili ni kwa timu yangu. Sijui kama naruhusiwa kuwaita. Wakamwambia ni muda wako, naruhusiwa. Basi mama Haris ambaye alikuwa karibu na jukwaa alihakikisha kwamba na kwanza kabisa wakafuata wengine mpaka walipomalizika. Aima alimtazama mmoja baada ya mwingine kuanzia yule wa mbele mpaka mwisho. Hakuna Fatia bila uwepo wa mama yangu. Huyu ndo alisimama na mimi kipindi ambacho wengine hawakuwa wananitambua. Kwangu mimi namuona kama malkia wa ushindi
na ana style. Asante sana mama. Na pili nimtangulize shukrani kwa Alma. Huyu ni dada yangu wa tumbo moja. Hujawahi kunikatisha tamaa tangu siku uliposikia kwamba nimeanza kuimba. Ulikuwa karibu na mimi. Leo naenda kwa sehemu ya watu matajiri kupitia kipaji. Asante sana. Tatu, niseme asante kwa Makevo, mwanamke ambaye ulinibariki niingie jukwani nikiwa na jina la mtoto wako katika wimbo wangu. Hii kwangu imekuwa ni sehemu ya ushindi wa leo kwa hiki ambacho nimekifanya usiku wa leo. Asante sana, Mungu akubariki. Nitakuwa mchoyo wa fadhila pia kama nitaacha kumshukuru mtu ambaye amesimama na mimi katika kukamilisha video za nyimbo zangu, kunitoa katika kushoot na kwenda kuwa namba 1 na watu wakaanza kuniona. Asante sana mama Kamila. Asante sana pia Kamila. Ninyi ni familia yangu mpya, nawapenda sana. Lakini tano, nitangulize heshima na dhati kwa huyu mtu. Nitangulize pongezi kwake, natanguliza neno moja tu, nakupenda kwa dhati kuliko ninavyojipenda. Na si mwingine bali ni kipenzi changu. Mtu alinipokea akiwa hajui kama naimba au la, hakuwahi kunisikiliza nikiimba, lakini sikio lake la kwanza lilinipitisha na kunipa amani. Hata mimi nikahisi kwamba huenda nikawa msanii mkubwa na mfahamu kama producer. Wewe una mchango mkubwa sana, kwa sababu licha ya kutengeneza nyimbo kadhaa kwako, lakini hujawahi kunidai pesa yoyote mpaka leo. Na mimi leo nakuahidi kwamba katika kiasi ambacho nimepewa basi na utahusika. Na sasa sitaenda kwa kipenzi changu, mume wangu mtarajiwa, ambaye mara baada ya kutoka hapa kesho kutwa tutakuwa na ndoa katika msikiti wa Swahidi na kila mmoja anakaribishwa. Jioni shughuli itahamia Morena Hotel. Asante sana mpenzi wangu kwa mchango wako, hasa upande wa creativity na namna kuingia jukwani ukiwa umeshirikiana na producer. Sina cha kulipa zaidi kupa mapenzi ya dhati, na ikiwezekana nitakuzalia mapacha mume wangu. Hajawahi kutokea rafiki mwenye mapenzi ya dhati katika maisha yangu kama wewe. Hata ukifa leo sidhani kama nitakuwa nakudai chochote. Mimi ndio ambaye napaswa kulipa upendo ambao umenionyesha. Nina deni kubwa sana na sijui kama nitalilipa. Wewe ni zaidi ya rafiki yangu, wewe ni zaidi ya ndugu yangu, na shindwa hata nieleze namna gani. Lakini watu wajue kwamba Fatia, wewe ndo ambaye mwenye hili jina. Wewe ndo mwanamke wa kwanza ambaye uligundua kipaji changu, ukakubali kupambana na mimi licha ya producer wa kwanza kuniambia kwamba mimi si msanii, sifanani usanii wala sijui kuimba. Lakini juhudi zako katika kunifundisha kuhusu muziki zimenifanya niwe sehemu hii. Fatia, wewe ni zaidi ya rafiki yangu, zaidi ya jina lako, wewe ni zaidi ya zawadi kwangu. Kwa haraka nimeangalia cha kukupa, nikaona bora nikupe hii nyumba ya kifahari ambayo mimi nimepewa na huyu mama. Utaishi wewe kipenzi, ikiwa ni kama sehemu ya pongezi. Asante sana sana na kuhitaji sana katika maisha yangu. Na wa mwisho pia mtu mwingine Imina, nataka nimpe pongezi, nimpe heshima na hongera kwa jitihada zako. Bila wewe usingepatikana ushindi huu. Bila wewe kusingekuwa na hiti. Nitasubiri wakati wa kukata tamaa, wakati nataka kuacha muziki, ulinyenyuka na kunishika mkono ukasema kwamba Aima unaweza, Aima unaweza kupambania ndoto zako. Kauli ambayo ilinitoa sana machozi, na mimi nikakuhakikishia kwamba nitahakikisha napambana kwa utu na uvumba. Jina lako likae popote pale kwenye nuru. Asante sana Mama Rihanna. Wakati mwanao na kudharau na kuona mjinga, mimi nilisimama na wewe na ikafika tu mpaka nikagombana na mwanao, lakini leo hii tumeshinda mama. Hongera sana kwa upendo wako. Maneno ya Aima aliongea huko akitoka na machozi. Rian alisikia hili, alijiona ni mwanaume mjinga kwa sababu hata majaji walishika vichwa wasiamini kile ambacho alikuwa anakiona. Wao walidhani huenda mama wa Rian angekuwa karibu na mtoto wake, lakini jambo la kushangaza mama huyu yuko pamoja na Aima. Ikabidi sasa mmoja wa majaji aombe Mama Rian apewe kipaza azungumze yote ambayo yametokea kati yao pamoja na Rian. Basi Mama Rian alipopata nafasi akatema nyongo, alisimulia kila kitu. Kwanza Aima anatambulishwa kama mke, siku ambayo matatizo yanaanza, mpango wao kumtoa Aima kwenye nyumba, yeye mwenyewe kudharauliwa na mtoto wake, kunyanyaswa, na mwisho wa siku kupigwa kwa kigezo cha kwamba alikuwa ni mchawi. Yalikuwa ni masimulizi ambayo yanadimiza kabisa ufalme wa Rian. Yalikuwa ni masimulizi ambayo kila mmoja alikuwa anasikiliza kutoka kwa mama huyu, alijikuta anapata machozi na hasira. Huzuni ilitawala katika mioyo yao, furaha ikupatikana tena. Aima aligundua hili kwamba watu hawakuwa na furaha, kitu ambacho aliomba wapige muziki ili watu wacheze. Basi muziki ulipopigwa kweli, alipopatikana mtu wa kukaa hakuepo tena. Mwendo ulikuwa ni kuseleleka tu kama bata kwenye tope. Kila mmoja akajiachia vile ambavyo anajua. Sasa kutokana na aibu kutoka kwa Rian, alishuka chini ambako walikutana na Diana na kisha alipanda kwenye gari. Kwa bahati nzuri siku hii hawakuja na gari ambalo alikuwa analipenda. Ilikuwa ni gari tu la kawaida, kwa aliondoka yeye na timu yake. Na watu sasa uwaambie nini ikiwa wampende na Rian? Ilianza kurushwa vichupa vya pombe katika gari na katika kila gari ambalo linatoka. Kumbuka alikuja pamoja na msafara. Basi gari zao zilikojolewa mpaka mikojo. Wale wanaume majeuri waliweka mpaka vinyesi jamani. Polisi walikuwa na jukumu kubwa sana la kulinda.
popote pale utakapoona ba, chukua bia yenye nembo zetu, kunywa unavyotaka. Hili ni tangazo maalum kutoka katika kampuni na itadumu mpaka pale ndoa yake itakapopita, yani kesho kutwa. Tangazo lilitolewa na kina Aima ambao walitoka katika uwanja wakiwa mpewa zawadi na mtu ambaye mwanzo alikuwa mvaa kinyago. Mwanaume huyu hakuwa mwingine, alikuwa ni Al Azizi. Alitoa zawadi ya gari BMW mpya kabisa jamani. Basi walevi utawaambia nini kuhusu pombe jamani? Tayari wamepewa amri, kifuatacho sasa ni shughuli kuanza. Basi wakiwa nje wanakunywa pombe, wanasukuma gari za kina Aima hadi eneo la Antique Hotel ambapo walikuwa wamefikia. Ndani ya hoteli wanakuta watu kibao ambao walikuwa tayari wamesha wengi sana na wamerundika pombe kichwani. Kila mmoja akamsogelea Aima, anamuogesha tu pombe ikiwa ni kama sehemu ya furaha. Bibie, shinda kila siku litunywe jamani. Tupo na wewe kila sehemu. Ukishinda sisi tumeshinda. Jamani, miliki hoteli amesema nyama zinakuja. Kama ni nyama niko na milioni 10 hapa, nataka ishe kila mmoja ale. Basi ilikuwa ni raia ambao walikuwa wanaenjoy sana ushindi wa Aima. Hii kitu ilimfurahisha sana. Sasa upande wa pili tunamwona Haris ambaye yeye kwao bwana siku hii ilibidi walale hotelini, lakini ndio ilikuwa miongoni mwa siku ngumu sana. Ilikuwa ni siku mbaya na nzito kutokana na Naibu alichagua vyumba vya juu kabisa ili kupisha kelele na vurugu ambazo zitakuwa chini. Kejeli zilikuwa ni nyingi sana, na kejeli hii sasa hazikuisha kwenye nyimbo tu, lakini ndio hivyo zilitokea kila sehemu, kwenye picha za Ryan, kwenye kila eneo. Wale ambao walikuwa mafundi wa graphics basi walienda mbali sana, wakaonyesha jinsi ambavyo gari wakaonyesha jinsi gani ambavyo kampuni zinavyokuwa zikitumia uchawi, ndio maana huwa zinakuwa maarufu. Picha zote za Ryan ambazo alikuwa akifanya ujinga wake zile editiwa, matunguli mbalimbali. Mtandao wa Twitter ulichafuka kuliko picha zilipostiwa. Ryan akajikuta anaingia katika wakati mgumu sana. Mkono wake alishika simu, alikuwa anatetemeka tu. Hakuamini kama pesa zimepotea. Kupotea kwa milioni 20 ndani ya muda mfupi ilikuwa ni tukio ambalo lilikuwa limeumiza sana mapigo ya moyo wao. Aliwaza sana na kuwazua, lakini ndio hivyo hakupata usingizi kabisa. Yani kivipi milioni? Basi kila sekunde alimtazama Melissa ambaye pia alikuwa pembeni akidondosha machozi. Hakumfurahia tena mrembo huyu. Huyu ni nani sasa? Alikuwa amekasirika kuliko akimtazama Melissa. Basi baadaye akamwita Melissa, akaitika, hivi kwa nini utumie uchawi? Jamani, si tulikubaliana? Hivi unajua kwamba tumeingia hasara kiasi gani? Lakini jamani, hii kitu alipaswa kuibeba Isla na mama. Yaani kwa nini wewe unakuwa mbishi sasa? Nani ambaye alikwambia upoteze? Kwa nini ulipoteza? Haris aliongea akiwa amemkamata Melissa shingoni, sasa ana hasira. Bwana usinipigie kelele mimi. Alizungumza Melissa akitoa mikono ya Haris hadi alipofanikiwa na akatoka nje ambako alikutana mama yake. Alikuwa amechanganyikiwa. Akili ya mama Melissa ndio iliama kabisa, yani iliama kabisa, alikuwa amechanganyikiwa, ameshika simu mkononi. Mama, kwani hamna uwezekano wa kunyanyua tena jina la Ryan? Tunanyanyuaje sasa? Hebu ongea na mganga, amechafuka. Akasema kama tunataka kifo, oli wote turudi kwake. Mama, jamani, inaweza jamani kwa anayoendelea? Hapana kwa kweli. Sasa hii ilikuwa pia ni sauti ya Melissa ambaye alikuwa anawaeleza. Kusikia sauti ya Melissa kafanya wageuke kumwangalia, kwani vipi, kuna nini? Haris ameuza kampuni pamoja na nyumba. Ndio ninaambiwa na Jackie hapa. Unasemaje wewe? Ndio hivyo, Mungu wangu. Sasa tutaishi wapi? Melissa aliuliza. Ndio hivyo mama, tunafanyaje? Sasa kuhusu nini sasa? Uone tuna sehemu ya kwenda. Naona tunarudi kwenye maskini. Hebu nenda kumuita Haris bwana. Mama Melissa alisema. Basi bila kuchelewa binti ilibidi aende chapa hapa haraka sana kwa ajili ya kwenda kumuita Haris ambaye alitoka nje kwa ajili ya kikao kidogo ambacho kilikuwa kinahusisha watu 4 kikawekwa. Unakaa tu ndani. Hivi unajua kama mama wako ameuza kampuni? Unasemaje? Habari ndio hiyo, Jackie hajakwambia? Ikabidi Haris atoe simu yake sasa haraka akampigia Jack. Haris, nasikia mama ameuza nyumba. Mbona muda tu. Na kama una hela katika akaunti yako ya benki hakikisha kwamba unahamisha. Nyinyi mnajua mpo serious, mimi nimewahi kudanganya. Sasa mama anauzaje? Mimi nilale wapi sasa? Hebu ngoja. Mama naona ananijaribu, huyu anijui vizuri. Basi alichukua simu akaanza kumpigia mama yake. Mama, unauzaje mali zangu? Njoo nyumbani tuongee. Mama, sikuelewi ujue. Nimesema kesho asubuhi njoo nyumbani tuongee. Alizungumza Haris na simu ikakatwa. Basi wakati kina Haris wakiwa kwenye nyakati ngumu namna hii, Ryan alikuwa yupo katika kingo za ghorofa kwa juu kabisa kitafakari nini cha kufanya. Kukosa ushindi kulimharibu macho yake ya kuacha kutazama chini ambako raia walikuwa wanaendelea kupita wakiimba nyimbo za Aima. Alisha macho pande zote za hoteli huko, akaona idadi ya watu wakiwa wengi sana barabarani. Una furaha tu. Unaanza sana baby, usijali bana, utarudi tena kwenye game. Alikuwa ni Diana alipiga hatua dizamu ambako Ryan alikuwa akamkumbatia. Najua unateseka, labda haya ni makosa yetu.
mimi nahisi nakuwa chizi unajua. Yaani ili ndo pigo la mwisho ambayo nijua litakuja kunipa mafanikio. Baby bwana unaweza kusimama niamini. Hapana ni ngumu, hebu angalia tu uko nje unaimba tu. Baby bwana unaweza. Mbona hata yeye alianguka akasimama. Lakini Diana unajua kiasi gani ambavyo niliwekeza hela kwenye hili? Najua baby. Bahati mbaya nimepokea emails kama 5 kutoka kwenye makampuni ambayo nilikuwa nafanya nao kazi. Wote wamesitisha mikataba. Kwa nini sasa nini kimetokea? Hebu angalia. Rian alimtazama Diana na akampa simu angalie sehemu ya barua pepe. Macho Diana aliona vile na kwamba mwanaume saizi hana kazi mjini hapa. Lakini nilikwambia babangu ana uwezo wa hela za kutosha, naamini kwamba hata ili atahendo. Ngoja kwanza nizungumze naye. Kesho asubuhi tutakuja kuongea. Ilikuwa ni maneno ambayo Diana alikuwa anampa Rian kwa ajili tu ya kumfariji. Sasa ni siku nyingine, tunaambiwa kwamba jua lilipoangaza katika mji wa Morogoro, ulikuja kubadilisha kile ambacho kilikuwa katika maeneo yote ya jiji, na watu mbalimbali walionekana kukaa katika makundi wakisimuliana kile ambacho kilikuwa kimetokea usiku wa jana. Wadhamini wa shindano waliamua kutangaza kwa Aiman, na walimtangaza sana, wakampa sana kazi. Mapicha yote ya Aiman yalikuwa katika jiji zima, soko kuu, Masika stendi, Msamvu, Mtawala, Mafiga, maeneo mengi sana. Aiman alijulikana na picha za Rian zilikuwa zimeshushwa. Tukio hili bwana lilionwa na Rian ambaye kiukweli aliumia sana. Kutegemea kama siku moja eti picha yake itatolewa afuatayo kama mwanamke yule, tena mwanamke yule. Basi alikuwa amekasirika sana kwa kwenye gari akiwa na Diana. Hebu simamisha gari. Unataka kufanya nini? Nimesema simamisha. Rian alifoka. Basi Diana hakuwa na namna. Baadaye Rian alienda mpaka pale kuangalia watu ambao walikuwa wanashusha mabango. Nani ambaye mshushe picha zangu? Huyu mchawi wewe. Kafuata nini hapa? Mmoja wa watu ambaye alikuwa anaendelea kupandisha picha za Aima aliuliza, "Nimesema toe picha." Rian alifoka akitupa macho katika nguzo ambazo zilikuwa kando ya barabara. Aliona kwamba kulikuwa kuna picha za Aima, huku pia chini kulikuwa kumeandikwa mshindi mpya. Hili limuumiza sana. Hasira zilimpanda mno, na njia pekee ambayo angeweza kupooza hasira zake ilikuwa ni kuchana vipeperushi vile. Basi alikuwa na hasira mno, akaanza kutoa moja baada nyingine, na kibaya zaidi ni kwamba kulikuwa na vipeperushi vingi sana. Kwa hiyo vingine vilikuwa vimewekwa kwenye vitu barabarani, abiria walikuwa wanaangalia, asingeweza kutoa vyote. Basi Dana baada ya kumwona Rian akiwa vile, jamani kama amechanganyikiwa, akawa anaenda kumshika ondoke. Ambia Rian tuondoke bwana. Mimi ndo mshindi. Bwana kubaliana na ukweli basi tuondoke. Kwa nini unatoa picha zangu? Kwa nini unaweka sababu malaya? Hebu twende bwana. Diana basi akawa anamlazimisha ili waweze kuondoka. Yaani Rian alikuwa amechanganyikiwa kweli. Yaani kila kinachoendelea alikuwa haelewi kabisa. Yaani amedata kweli, lakini ndo kweli. Sasa asubuhi tunaambiwa kutaka tena kuleta ujuaji, jua lilichanganya, siku mpya ikaja kama ilivyo kawaida. Na sasa Haris alikuwa yuko barabarani anaenda nyumbani kwa mama yake, ameongozana na Melissa ili kuzungumza naye. Moyoni alikuwa na matumaini kwamba huenda mama yake angemuelewa kwa sababu yeye ndo ambaye alikuwa mtoto wa kiume. Dakika 30 zilitosha kwa yeye kufika Mkundi ambako mama Kamila alikuwa anakaa na mtoto wake. Kwa hiyo mama, unaona mmeongozana na mwenzako, si ndio? Aliongea Haris bila hata kumtazama mrembo ambaye alikuwa yuko pamoja na mama yake pale. Kwani wewe umefuata nini hapa? Kwa sababu umesema tu twende, mimi hata sijui. Nimefuata mali zangu, nimefuata na ile kampuni. Wewe umeambiwa kwamba utapewa. Mama aliniambia kwamba nitapewa. Sasa alikuwa anaongea pamoja na ndugu yake. Akamwambia yani bora hiyo kweli, maana mimi nilikuwa nawaza sitalalaje. Melissa alikuwa anazungumza akiwa nawaza kama kweli hizo mali hawapewi itakuwaje. Basi Haris kwa kuwa huyu ni mama yake alipiga hatua hadi karibu yake, akamtazama usoni, akainamisha kichwa, akaanza, "Shikamo." "Nani mama yako?" Swali hili liambatana na kofi zito kwenye uso wa Haris. "Naomba funguo za gari yangu." Mama Haris aliongea kinyosha mkono. "Mama, kwani tusiongee?" Haris alizungumza na aliamua kupiga magoti akimtaka mama yake radhi. "Na wewe umpe funguo." Kamila alitokea nyuma akiendelea kumsisitiza. Macho Kamila alitoa kwa Melissa ambaye alimtazama mrembo huyu kwa kitambo sana. "Muangalie miguu yake, miguu kaa panzi. Hivi umezaliwa tarehe ngapi wewe?" Licha ya kuongea jeuri, lakini Melissa bado hakujibu vitu. Alipoa kama ongeaji. "Ukijiangalia mlivyo, hivi mna hadhi kweli kwa kwenye nyumba? Mna hadhi kwa kwenye gari kama hii?" Swali lingine lilimfikia Melissa ambaye alikaa kimya. "Unanuka kama nguruwe alioza. Unafua kweli nguo za ndani wewe? Kwanza umetoka wapi?" Kejeli ya tatu lilimfikia Melissa ambaye bado anataka kukaa kimya. "Sio ana shida. Wewe panya, hebu naomba tu harufu zako hapo kwenye gari." Aliongea Kamila kwa dharau. Na alikuwa ni mwenye sura ya upole sana leo. Melissa amekaa kimya tu, hakuwa na namna, ikabidi tu ashuke kwenye gari. "Haya, mnaweza kuondoka sasa. Nilikuwa nahitaji tu funguo zangu, na kama mtaoana huko mbeleni mtajua wenyewe, kama mtaamua kuacha mtajua wenyewe."
nyie ni ndugu lakini msisahau nilishawaambia. Mama Haris alizungumza akimtazama Kamila. Akaambia, baby ingiza gari ndani. Ruksa ilipopatikana Kamila akusubiri, alichukua gari na kisha akawasha kuingiza ndani. Haris hana akili, yani alijua anaenda kuzungumza na mama yake, kumbe mama yake alikuwa anaenda kuchukua gari yake. Jamani, basi ndio hivyo. Sasa akuamini kama yule ndo mama yake ambaye amemfanyia vile. Basi akajaribu kumpigia magoti lakini bado hakukuwa na msamaha. Vitu vyenu viko nje ya nyumba, mnaweza kwenda, alizungumza Maris na kisha alifunga mlango wa geti akimwacha mtoto wake akiwa anagonga na kutegemea msaada. Lakini haikuwa hivyo, mama alikuwa amechafukwa. Sasa upande wa pili tunaona watu wawili walikuwa chumbani wanachezeana nywele wenyewe. Alikuwa ni Rian akiwa mbele na Diana alikuwa nyuma. Walikuwa wamejiachia. Ingawaje kuna muda Diana alikuwa anakosa raha pale ambapo alikuwa anakumbuka kuhusu siku ya jana. Sasa Diana alikuwa pale kwa ajili ya kuendelea kumbembeleza. Love, natamani nikwambie kitu kuhusu chochote kile kizuri ambacho natamani. Akaambia, bwana mimi nimechanganyikiwa, ni kila kitu changu kimepotea, hata sijui utaniambia nini. Bwana baby, mimi kwani nimekwambia usijali. Najua umeniambia lakini ndio hivyo. Yaani mimi unavyoniona sio mimi kabisa, nimechanganyikiwa. Okay, mimi nataka nikwambie kitu kizuri. Basi fumba macho. Kuhusu nini? Basi aliuliza Rian. Basi bila kujibu Diana alipiga tu hadi kwenye kabati akatafuta kitu kwa muda, akamgeukia Rian kumtaka afumbue macho. Safari hii Rian hakupinga, alifungua macho. Diana akarudi kinyume hadi kitandani akaweka kitu kwenye mikono ya Rian. Haya, fumbua. Basi Rian alipata kuona kwa mara nyingine kulikuwa kuna passport 2 za kwenda Afrika Kusini. Hey baby, umetoa wapi? Nishapanga tuende vacation baada ya ili tukio, but kufeli huwezi kuhamisha hilo. Nataka tuende. Bwana mimi mbona siamini? Asa uamini nini jamani? Rian alishindwa kuzungumza. Alikuwa anahisi kitu kama karatasi hivi imepenyeza chini ya mlango ambapo pia palikuwa pana upenyo kidogo. Vipi, mbona kinywa? Mbona umekaa kimya? Mwaka nimeona kitu. Wapi? Kile pale. Rian alinyosha mkono sehemu ambayo kuna karatasi limepitishwa mlangoni. Ilikuwa ni karatasi nzito kweli ambayo haikujulikana ilikuwa ni ya nani, lakini katika kumueleza, katika kuwekeza macho vizuri akagundua ile karatasi ni kama ilikuwa na damu hivi. Diana mwanzo alipuuza, lakini Rian ilimpa mashaka. Shaka ambayo ilikuwa mkononi ilimpa hofu kweli. Sasa katika hali ya ajabu ni kwamba shanga ambayo alikuwa amevaa ile ya mganga bado ilimbana, ikampa ishara kwamba labda kuna kitu kibaya kinafuata. Nilihisi tu, hebu niambie ukweli. Kuhusu nini? Basi kabla Rian hajamaliza kuongea, kitasa kilichezewa. Diana alikumbuka kwamba kwa amefunga kitasa kile kikamruka kumpa majibu. Hamna mwingine ambaye anaingia ndani. Huenda akawa ni mke. Kitasa kweli kilichezewa. Kwa mlango ukafunguka na rasmi sasa mbele ya macho yao wakiwa wanatazama Al-Aziz. Huyu hapa yuko mbele yao. Mwanaume anakwenda kufumaniwa kwenye nyumba ya watu. Nafikiri itakuwaje? Na kumbuka hii ni story ambayo Rian hajui kabisa kwamba binti ana mume wake, pesa na kila kitu ni vya mume wake na si babake kama alivyokuwa anajua. Wewe umewahi kufumaniwa wewe kwenye nyumba ya watu? Unaweza kuwa na bunduki na usijue namna ya kurusha. Sijui Rian atafanya nini msikilizaji. Asante kwa kunisikiliza. Hii ilikuwa ni sehemu ya 19 simulizi yetu ya Bibi Aima. Sehemu ya 20 itakuwa ni sehemu ya mwisho. Na mimi nikwambie tu tukutane katika sehemu ya mwisho.